Mambo vipi wadau? Leo kuna story moja matata sana, yaani ni mwendo wa mawe juu ya mawe. Imagine binti mmoja mnyonge, mpole, anayetafuta riziki kwa kufua nguo za watu, anajikuta ameingia kwenye anga za bilionea mmoja wa mjini. Lakini kama unavyojua, penzi la tajiri halikosi vikwazo. Kuna huyu mchumba wa tajiri, Slay Queen mmoja, ambaye naye sio haba. Mama yake ni mke wa seneta hapa mjini, kwa hiyo ni mtoto wa kigogo. Ana roho mbaya sana, anajaribu kumfanyia binti wa watu unyama wa kila aina. Je, bidada atatoboa au atarudi kijijini? Basi usibanduke, hii ni In Love with My Maid na ileta kwako kupitia hapa Wajanja Studios. Mimi ni Lungu TZ. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa ili twende sawa. Story yetu inaanza na mrembo wetu Timi. Timi ni binti ambaye anapambana kwa hali na mali, anafanya kazi ya kufua katika majumba mbalimbali, lakini sasa wateja wengine jamani ni pasua kichwa. Kuna huyu mama mmoja anataka Timi amfurie mpaka kufuli zake chafu, jambo ambalo Timi analitolea nje, hapendi dharau. Matokeo yake sasa anafukuzwa na kazi anaikosa, na hata anaporudi nyumbani tunagundua kwamba kodi ya chumba anachoishi inamshinda, mpaka mwenye nyumba anamtupia virago nje. Yaani hapa Timi amefika mwisho na hana pa kwenda. Baada ya muda, Timi anaonekana akizungumza na rafiki yake kuhusu matatizo anayoyapitia. Rafiki yake Timi anampa moyo na kumwambia anahitaji kuwa na moyo wa subira pale anapopitia matatizo, lakini aelewe ya kwamba unakuwa sio mwisho. Kwenye maisha hutokea vipindi tofauti, raha na karaha ni sehemu ya maisha, lakini Mungu hamtupi mja wake. Rafiki yake anamsanua kuhusu mchongo wa kwenda kufanya kazi kwa kaka mmoja handsome na tajiri anaitwa Freddy. Freddy ana mdogo wake Esther ambaye anaumwa na ugonjwa wa kisukari na anahitaji uangalizi wa karibu. Timi anaingia mjengoni kama mlezi ama muangalizi wa karibu wa Esther, na hapo ndipo muunganiko wao unapoanzia. Timi amekuwa akihangaika na kuonyesha morali pamoja na upendo wake katika kumpikia Esther chakula maalum ambacho ndicho chakula anachopaswa kula kutokana na ugonjwa wake. Kwa hivyo unaweza ukaona namna ambavyo ugonjwa huu unavyowaunganisha. Freddy anajikuta tu akivutiwa na upole na jinsi Timi anavyomjali Esther mdogo wake. Yaani ni ile hali ya upendo kwa mara ya kwanza. Freddy kuna hisia anazipata za kimapenzi, lakini anazificha na kuogopa kusema. Mahaba yanapomwingia mtu huwa anajikuta tu anavutiwa kufanya vitu ambavyo huenda havina ukawaida. Freddy anaingia jikoni na kuanza kumsaidia Timi kupika. Wewe ushtuki hapo. Hapo kuna mahaba ya siri yanaanza, hasa ambapo Freddy anaonyesha kupenda harufu ya chakula kinachopikwa na jinsi ambavyo amekuwa akimtizama ama wanavyotazamana na Timi. Ni mahaba ya nguvu ambayo yanaonekana hapa. Wawili hawa wameanza kupendana. Ninachokiona ndicho ambacho nadhani hata wewe unakiona. Sasa kila penzi lina adui. Hapa anakuja Joy, mchumba wa Freddy. Joy ni yule mwanamke wa mjini anayejiona yeye ndio kila kitu. Anamuona Timi, anaanza kumchamba na kumdhalilisha. Joy anaona kabisa kuwa Freddy anaanza kupotea kwa Timi, hivyo anaanza kufanya kila mbinu ili amfukuze. Anamuita Timi kiumbe cha ajabu au kitu au kikaragosi, yaani hamuoni hata kama ni binadamu. Lakini Freddy anamkingia kifua Timi, jambo ambalo linafanya Joy apandwe na morali zaidi. Chuki zake dhidi ya Timi zinapanda maradufu. Hapa tunamuona Freddy akiwa kwenye njia panda. Kwa upande mmoja ama nyingine, kazi anaifanya kutokana na heshima ya familia ya mchumba wake Joy. Kwa hivyo anaogopa kibarua kisije kikaota nyasi. Lakini kwa upande mwingine, moyo wake unamwambia kuwa Timi ndiye mwanamke wa ndoto zake. Huu ni mtihani ambao wanaume wengi wanashindwa kuuvuka. Ni kazi ngumu sana kuamua kazi au mapenzi ya kweli. Joy anazidi kupiga kelele mpaka Timi anaamua kuondoka ili asilete ugomvi. Lakini njiani Timi anapata ajali mbaya na kupoteza simu yake. Huku nyuma Joy anamdanganya Freddy kuwa Timi amefungasha virago na kuondoka kwa dharau bila kusema chochote. Freddy anaumia sana anapojua kuwa ameachwa, wakati ukweli ni kwamba binti wa watu yupo hospitali anapigania maisha yake. Hapo ndipo tension inapopanda. Yaani utatamani utokee kwenye skrini umwambie Freddy ukweli ya kwamba sanuka wewe, kipenzi chako yupo hospitali anapambania uhai wake. Hatimaye ukweli haujifichi. Freddy anagundua michezo ya Joy na kugundua kuwa Joy ni mwanamke hatari sana, mpaka anahusika na mambo ya ajabu. Freddy anamfukuza Joy akionyesha kuwa hamtaki, anampiga chini moja kwa moja. Baada ya Timi kupona na kurudi,
Fred anaona asipoteze muda mbele ya familia na marafiki, anapiga magoti na kumvalisha pete Timi, yaani binti wa kufua. Leo amekuwa malaika wa mjengo. Na hivi ndivyo kisa chetu kinavyoisha. Fundisho: usimdharau mtu kwa sababu ya kazi yake, na malipo huwa ni hapa hapa duniani. Kama umeipenda story hii, usisahau kugonga like na kusubscribe, lakini pia uniambie kwenye comments, je, Fred alichelewa kumvisha pete Timi au alifanya uamuzi sahihi? Mpaka wakati mwingine, mimi ni Lungu TZ wa Wajanja Studios. Ciao.